Karibu katika safari hii adhimu ya kifikra na kihistoria, safari ambayo itaturudisha nyuma karne nyingi, kupenya katika mistari ya vitabu vya kale na kutembea katika mitaa ya miji iliyojificha ili kuchunguza kwa kina moja ya makundi kongwe zaidi katika Uislamu, kundi ambalo mara nyingi hueleweka vibaya, kusahaulika au kupotoshwa katika mijadala ya kisasa. Hili ni kundi la Al-Ibadhiyya au Ibadhi. Dunia ya Kiislamu leo, kwa mtazamo wa haraka, inaonekana kugawanyika katika makundi makuu mawili: Sunni ambao ndio wengi na Shia ambao ni kundi la pili kwa ukubwa. Lakini lipo kundi la tatu, kundi ambalo limehifadhi hazina ya elimu na ustaarabu kwa zaidi ya miaka 1300. Hawa ni Ibadhi ambao wanapendelea kujiita Ahlul Haq wa al-Istiqama, ikiwa na maana ya watu wa ukweli na msimamo nyofu. Je, ni kina nani hasa watu hawa? Je, historia yao ilianzia wapi? Na ni nini hasa kinachowatofautisha na mabilioni ya Waislamu wengine duniani? Ili kujibu maswali haya, hatuna budi kufungua kurasa zilizokunjwa za historia. Safari yetu inaanzia katika mwaka wa 37 Hijria, mwaka ambao uliacha kovu kubwa katika historia ya Uislamu. Huu ulikuwa wakati wa vita vya Siffin, vita vilivyopiganwa kati ya halifa wanne, Ali bin Abi Talib na Muawiya bin Abi Sufyan. Vita hivi havikuwa vita vya kawaida, bali vilikuwa ni mpambano wa kifikra na kisiasa uliotishia kuugawanya umma wa Kiislamu vipande vipande. Mapigano yalipopamba moto na damu nyingi kumwagika, ilipendekezwa kufanyika kwa tahkim, yaani usuluhishi wa kibinadamu, ili kumaliza mgogoro huo. Hapa ndipo chimbuko la Ibadhiyya linapojitokeza. Kundi la wanazuoni, wasomi wa Qur'an na wachamungu walisimama kidete na kukataa usuluhishi huo wa kibinadamu katika mambo ambayo Allah tayari alishatoa hukumu yake. Walisema kwa sauti moja, la hukma illa lillah, wakimaanisha hapana hukumu isipokuwa ya Allah. Kundi hili la awali liliitwa Al-Muhakkima. Ni muhimu sana hapa kufanya upambanuzi wa kina ili kuondoa mkanganyiko uliodumu kwa karne nyingi. Watu wengi na hata baadhi ya vitabu vya historia huchanganya Ibadh na Khawarij. Ukweli ni kwamba baada ya kundi la Muhakkima kujitenga, kulizuka mgawanyiko mkubwa wa ndani. Upande mmoja walijitokeza watu wenye misimamo mikali sana, wakiongozwa na mtu aliyeitwa Nafi' bin al-Azraq. Kundi hili lililoitwa Azarika lilianza kuhubiri itikadi ya hatari, likisema kuwa Muislamu yoyote asiyekubaliana na mawazo yao ni kafiri, na kwamba ni halali kumuua yeye, familia yake na kuchukua mali zake. Hawa ndio Khawarij waliochafua jina la harakati hii kwa kumwaga damu za wasio na hatia. Lakini upande wa pili kulikuwa na kundi la wanazuoni watulivu wenye hekima na busara, likiongozwa na Abdallah bin Ibadh al-Tamimi na mwanazuoni mkubwa Imam Jabir bin Zaid. Abdallah bin Ibadh, ambaye jina la madhehebu haya linatokana naye, alisimama kidete kupinga ukatili wa Azarika. Aliandika barua nzito na maarufu kwa Khalifa Abdul Malik bin Marwan, akisema wazi wazi na bila kumungunya maneno, sisi hatuko pamoja na Ibn al-Azraq na tunajiepusha na matendo yake ya umwagaji damu. Sisi tunawaona Waislamu wengine kama watu wa kibla ambao damu yao ni haramu na mali zao ni haramu. Hivyo Ibadh walichagua njia ya da'wa, elimu na mjadala wa kistaarabu, tofauti kabisa na Khawariji wengine waliochagua upanga na fujo, ambao hatimaye walipotea na kubaki kama kumbukumbu mbaya katika historia. Ibadh wamebakia hadi leo kwa sababu msingi wao haukujengwa juu ya hisia za muda mfupi, bali ulijengwa juu ya elimu thabiti ya Imam Jabir bin Zaid. Imam Jabir hakuwa mtu wa kawaida, alikuwa tabi'i mkubwa, mwanafunzi kipenzi wa Abdallah ibn Abbas, binamu ya Mtume na bahari ya elimu ya umma huu. Imam Jabir alisikika akisema, nimechukua elimu kutoka kwa maswahaba 70 walioshiriki vita vya Badr. Hivyo, elimu ya Ibadh ni elimu halisi inayotoka moja kwa moja kwenye chimbuko safi la Uislamu. Tukiingia ndani zaidi katika bahari ya itikadi na imani, tunakutana na hoja nzito za kiakili na kimaandiko zinazowatofautisha Ibadh na madhehebu mengine.
Jambo la kwanza na kubwa zaidi ni suala la ru'yat Allah, yaani je, waumini watamuona Mungu siku ya Kiyama? Katika itikadi ya Ibadh, jibu ni hapana. Wanaamini kuwa Mwenyezi Mungu hataonekana kamwe, iwe hapa duniani au peponi. Huu si msimamo wa kukataa uwezo wa Mungu, bali ni msimamo wa kutakasa utukufu wa Mungu. Ibadh wanajenga hoja zao katika misingi miwili: dalili za kiakili na dalili za kimaandiko. Kiakili wanasema kuwa kumuona kitu kunahitaji masharti ya kifizikia. Ili jicho la mwanadamu au kiumbe yoyote lione kitu, lazima kitu hicho kiwe na mwili, kiwe na mwelekeo maalum, yaani kiwe mbele yako au pembeni, na kiwe na mipaka. Mungu ametakasika na sifa hizi zote za viumbe. Mungu hana mwili, hayuko mahali maalum kama juu au chini, na hana mwelekeo. Ukisema utamuona Mungu, unakuwa umemshusha daraja na kumfanya kiumbe mwenye mipaka anayeweza kudhibitiwa na jicho. Kimaandiko wanashikilia aya ya 103 ya Surat Al-An'am isemayo, macho hayamfikii wala hayamuoni, bali yeye anayafikia macho. Wanapoulizwa kuhusu aya inayosema nyuso siku hiyo zitanawiri zikimtazama Mola wake, wanazuoni wa Ibadhi kama vile mufti mkuu wa Oman Sheikh Ahmed Al-Khalili wanafafanua kwa kina lugha ya Kiarabu. Wanasema neno nadhira katika muktadha huu halimaanishi kuona kwa jicho la nyama, bali linamaanisha kusubiri na kutarajia rehema za Mola wao. Msimamo huu wa Ibadhi unalenga kumlinda Mungu na kufananishwa na viumbe wake. Swala la pili la kiimani ni sifa za Allah. Ibadhi ni watetezi wakubwa wa tauhidi khalis, yaani upweke halisi. Wanaamini kuwa sifa za Mungu ndiyo dhati yake mwenyewe. Tofauti na baadhi ya makundi yanayosema Mungu ana elimu kama sifa ya ziada iliyopandikizwa kwenye dhati yake, Ibadhi wanasema Mungu anajua kwa dhati yake, si kwa sifa ya ziada. Kuweka sifa za ziada ni kana kwamba unagawanya uungu vipande vipande, jambo ambalo ni hatari kwa imani ya tauhidi. Tukiendelea kuchimba zaidi, tunakutana na mjadala mzito na wa muda mrefu kuhusu Qur'ani. Je, Qur'ani ni ya tangu azali au imeumbwa? Ibadhi wanasimama kidete kusema Qur'ani ni kiumbe au makhluk. Hoja yao ni ya kimantiki na kimaandiko. Kitu chochote kisichokuwa Allah ni kiumbe. Allah pekee ndiye Al-Qadim, wa tangu na tangu, asiye na mwanzo. Ukisema Qur'ani haijaumbwa na ipo milele sambamba na Allah, unakuwa umedai kuwepo kwa waungu wawili wa milele, Mungu na maneno yake. Hii kwao ni shirki iliyojificha. Hata hivyo, wanaiheshimu Qur'ani kama maneno matakatifu ya Allah, wahi ulioteremshwa, lakini katika uhalisia wake ni kiumbe kilichoumbwa na Allah ili kumuongoza mwanadamu. Jambo la tatu na ambalo linaogopesha wengi ni msimamo wao kuhusu hatima ya mwanadamu akhera. Ibadhi wanaamini katika al-khulud finnar, yaani kudumu motoni milele kwa yeye yote atakayeingia humo, awe Muislamu au kafiri. Hapa ndipo dhana ya kufr neema inapoingia. Ibadhi wanamgawa kafiri sehemu mbili. Kwanza ni kufri shirk, yule anayekanusha Mungu au kuabudu sanamu. Huyu ni kafiri aliyetoka katika Uislamu. Pili ni kufru neema. Huyu ni Muislamu anayemwamini Allah na mtume wake, lakini anafanya dhambi kubwa kama zinaa, ulevi, kuacha swala au kudhulumu mali za watu, na anakufa bila kutubia. Ibadhi wanasema Muislamu huyu mtenda dhambi kubwa si mshirki, lakini si muumini. Ni Muislamu wa kisheria ambaye tunamsalia, tunamuoa na tunamzika Kiislamu, lakini mbele ya Allah amekufuru neema. Akifa bila kutubia, hakuna wokovu kwake. Ibadhi wanakataa kabisa dhana ya shafaa au uombezi wa kutoa watu motoni. Wanasema mbingu na ardhi zitaondoka, lakini ahadi ya Allah haitaondoka. Allah amesema katika Qur'ani, yeyote atakayeasi atakaa humo milele. Hakuna msamaha baada ya hukumu. Msimamo huu, ingawa unaonekana mkali, unajenga jamii yenye hofu kubwa ya Mungu na nidhamu ya hali ya juu, kwani kila mtu anajua kuwa akicheza na dhambi, hatari yake ni ya milele. Tunapoiangalia jamii ya Ibadhi, tunajiuliza, nini kinachowashikilia pamoja? Jibu liko katika falsafa yao nzito ya kijamii
inayoitwa alwalaya wa albaraa. Huu ndio uti wa mgongo wa mahusiano yao. Alwalaya inamaanisha ushirika na upendo. Ni wajibu kwa kila ibadhi kumpenda, kumsaidia na kumwombea dua kila Muislamu mtiifu anayetekeleza faradhi na kuepuka makatazo. Albaraa inamaanisha kujitenga na chuki kwa ajili ya Allah. Ni wajibu kumchukia kimatendo na kujitenga kiroho na kila mtenda dhambi, hata kama ni ndugu yako wa damu au kiongozi wa nchi, mpaka atakapotubia. Hii si chuki ya kutaka kumuua au kumdhuru mwili, bali ni msimamo wa kukataa uovu wake na kutoshiriki naye katika maasi. Kuna daraja la tatu linaitwa alwuquf au kusimama. Hapa ni pale hujui hali ya mtu. Ibadhi hawahukumu ovyo. Kama hujui mtu ni mwema au muovu, unasimama. Humpendi wala humchukii. Unamwachia Mungu ahukumu. Mfumo huu ulileta athari kubwa kisiasa. Ibadhi walikataa tawala za kifalme za Bani Umayya na Bani Abbas kwa sababu viongozi hao walikuwa wakifanya dhambi na dhulma. Kwa mujibu wa Baraa, haikuruhusiwa kuwapenda wala kuwatii viongozi madhalimu. Hii inatuleta kwenye mfumo wao wa kipekee wa uongozi au uimamu. Ibadhi wanaweza kuitwa wademokrasia wa kwanza katika Uislamu. Wanaamini kiongozi au imamu anaweza kuwa mtu yeyote, Mwarabu, Mwafrika, Mzungu au Ajami, ili mradi ana sifa mbili kuu: elimu na uchamungu. Hawaamini kuwa uongozi ni haki ya kabila la Makuraishi kama wasemavyo Suni, wala haki ya kizazi cha Mtume kama wasemavyo Shia. Kwao uchamungu ndio kipimo pekee, na kiongozi akikengeuka na kukataa kutubia, ni wajibu wa umma kumuondoa madarakani. Historia yao imejaa mifano ya viongozi waliochaguliwa kwa sifa hizi, kuanzia maimamu wa Rustamia huko Afrika Kaskazini hadi maimamu wa Oman. Ukisafiri leo kwenda Oman, Zanzibar au bonde la Mzab nchini Algeria, utawatambua ibadhi kwa namna wanavyoswali. Fiqhi yao ina sifa za kipekee zinazotokana na tafsiri yao ya hadithi na Qur'ani. Jambo la kwanza utakaloliona ni sadl, yaani kunyoosha mikono. Katika swala, ibadhi hawafungi mikono kifuani wala tumboni. Wanainyoosha mikono pembeni mwa mwili kwa unyenyekevu. Wanasema hii ndiyo namna Mtume alivyoswali, na kufunga mikono kulikuja baadaye kama bidaa. Pili ni kutotumia amin kwa sauti. Baada ya kusoma Surat al-Fatiha, ibadhi hawaitikii amin kwa sauti kubwa msikitini. Wanaichukulia amin kama dua, na dua inatakiwa iwe ya siri kati ya mja na Mola wake. Tatu ni kunuti. Ibadhi hawasomi kunuti katika swala ya alfajiri isipokuwa kukiwa na janga kubwa au nazila linaloukuta umma, na hata hapo kunuti husomwa katika swala zote tano, si alfajiri pekee. Nne ni safari na swala. Ibadhi wana msimamo mkali kuhusu swala ya msafiri. Kwao safari fupi tu ya takriban kilomita 12 ambayo wanaita farsakh 2 inamfanya mtu kuwa msafiri. Na pindi unapoitwa msafiri, ni wajibu si hiari kupunguza swala ya rakaa 4 kuwa 2. Ukiswali rakaa 4 safarini kwa makusudi, swala yako imeharibika na inabidi urudie. Katika usafi au tahara, wana msimamo kuwa kugusa mwanamke ambaye si mahrim kunatengua udhu moja kwa moja bila kujali kuna matamanio au la. Hii inawafanya kuwa makini sana katika mwingiliano wa kijamii na inajenga utaratibu wa hali ya juu wa kimaadili. Vyanzo vyao vya fiqhi ni tofauti pia. Hawategemei Sahihi Bukhari au Muslim kama vyanzo vya msingi, ingawa wanavisoma na kuviheshimu. Chanzo chao kikuu cha hadithi ni Masnad al-Imam Ar-Rabi' bin Habib. Kitabu hiki kina hadithi takriban 1000, lakini zina sifa ya kipekee inayoitwa thulathiyat, yaani kuna watu watatu tu kati ya mwandishi na mtume. Mnyororo wake mara nyingi ni Imam Rabi anapokea kutoka kwa Imam Jabir, naye anapokea kutoka kwa Ibn Abbas au sahaba mwingine, naye anapokea kutoka kwa mtume. Huu unachukuliwa kuwa mnyororo safi na wa juu sana wa mapokezi, high isnad, usio na mianya ya kupenyezwa hadithi za uongo. Tunapoelekea mwisho wa safari hii ndefu, hatuwezi kusahau kutaja miamba ya elimu iliyoijenga, kuitetea na kuihifadhi ibadhia kwa karne nyingi. Wa kwanza ni Imam Jabir bin Zaid, aliyefariki mwaka wa 93 Hijria. Huyu ndiye baba wa ibadhi, mtabii mkubwa aliyechukua elimu kutoka kwa masahaba 70 wa vita vya Badri. Alikuwa mwanazuoni wa Basra unayeheshimika na wote, na ndiye aliyeandika Diwan, mkusanyiko mkubwa wa fatwa na hadithi. Kisha tunamkumbuka Abu Ubaida Muslim bin Abi Karima, mwanazuoni aliyejenga mfumo wa Hamalatil Ilm,
au wabebaji wa elimu ambao walieneza Uislamu Afrika Kaskazini na kuunda dola imara. Katika Afrika ya Mashariki, jina la Sheikh Abdallah Saleh Al-Farsi linavuma. Ingawa alikuwa na elimu pana inayovuka mipaka ya madhehebu, mchango wake na uhusiano wake na ibadhi wa Zanzibar pamoja na tafsiri yake maarufu ya Qur'ani kwa Kiswahili umeacha alama isiyofutika. Tafsiri yake inatumika sana na inaakisi baadhi ya mitazamo ya kina ya kifalsafa. Leo hii sauti kuu ya ibadhi duniani ni Sheikh Ahmed bin Hamad Al-Khalili, mufti mkuu wa Oman. Huyu ni msomi wa kiwango cha kimataifa anayeandika vitabu vikubwa kama Al-Haqqud Damigh au Ukweli Ulio Wazi katika kujibu hoja za wapinzani na wanaokosea Uislamu kwa kutumia sayansi ya kisasa, falsafa na mantiki. Sheikh Al-Khalili anaheshimika duniani kote kwa misimamo yake ya kutetea Uislamu na Palestina bila woga, na amekuwa kiungo muhimu cha kuunganisha Waislamu wa madhehebu mbalimbali. Pia tunapaswa kutaja kitabu kikubwa cha sheria kinachoitwa Kitab An-Nil ya Sheikh Abdul Aziz Athamini, ambacho ni rejeo kuu ya fiqhi kwa ibadhi wa Afrika Kaskazini. Kitabu hiki kinachambua sheria za Kiislamu kwa kina na umakini mkubwa. Leo hii ibadhi wanapatikana kwa wingi nchini Oman, ambapo ndio dhehebu rasmi ya serikali. Pia wapo katika visiwa vya Zanzibar nchini Tanzania, ingawa idadi yao imepungua kulingana na zamani. Wapo katika bonde la Mzab nchini Algeria, eneo lenye miji mitano ya kipekee iliyojengwa jangwani. Wapo katika kisiwa cha Jerba nchini Tunisia na katika milima ya Nafusa nchini Libya. Uislamu wa ibadhi umetoa mchango mkubwa katika utulivu na amani duniani. Falsafa yao ya kutohukumu haraka, kuvumiliana na kuheshimu tofauti imeifanya Oman kuwa nchi ya amani katikati ya eneo la Mashariki ya Kati lenye machafuko. Wanaishi kwa kauli yao maarufu inayosema, maoni yetu ni sahihi lakini yana uwezekano wa kukosea, na maoni ya wengine ni makosa lakini yana uwezekano wa kuwa sahihi. Hii inawafanya kuwa na nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine na kuishi nao kwa wema. Hili ni kundi ambalo limehifadhi hazina kubwa ya elimu, historia na utamaduni ambao ni sehemu muhimu na isiyoweza kutenganishwa na urithi wa Kiislamu duniani. Tunapohitimisha, tunaona kuwa ibadhi si kundi la pembeni, bali ni mhimba wa elimu na utamaduni uliojengwa kwa misingi ya ukweli, uchamungu na msimamo mnyofu. Hii ndiyo hadithi ya Al-Ibadhiyya.